Hata wakati giza linatawala, kimya na uoga vimetanda kote, ukweli hautafichika. Mwoga akiwa mjasiri, mjasiri hana siri. Karibu. Mimi ninaitwa Lucas Chacha Moherai. Nina umri wa miaka kama zaidi ya 70. Nilidhulumiwa. Nilikuwa ninaishi katika ardhi sehemu inaitwa Gitung'anya, ambayo tulikuwa tunaishi tukiwa ndugu watatu. Kila mmoja wetu alikuwa anakaa sehemu yake ambayo tulipewa ama tulipewa na clan elders ama ni watu wetu wa familia yetu. Sasa baadaye nilidhulumiwa hiyo ardhi, nikanyang'anywa, nikapomolewa mji. Nyumba zangu zote, nyumba 5 pamoja na choo na hata jikoni, yote ikiwa ni structure 7 zote zilikwenda, mpaka nikakosa mahali, sikuweza kuokoa chochote. Nilipomolewa yote kaenda. Kwa hivyo naona nilidhulumiwa na mahakama ya Kenya. Kwa hivyo ninalia kwamba mpaka sasa sitakuwa settled, maana sijapata hata mahali pa kuishi. Ninaishi tu kwa huruma ya wale ambao ni wafadhili ambao wamenikaribisha. Mimi nilipomolewa kwa shamba ambalo nilikuwa ninaishi tangia utotoni. Nilianza shule mwaka 1954 nikiwa katika hilo shamba, nikiwa hapo nikiwa mtoto kutokea darasa la kwanza. Nilisomea hiyo darasa kwa hiyo ardhi nikiishi kule mpaka wakati nimefikia wakati wa kwenda kwa tohara. Nilipokuwa kijana mkubwa wa kutahiriwa, nilitahiriwa katika shamba hilo nikiwa hapo naishi hapo mwaka 1962. Baadaye nikaendelea kusoma, nikamaliza shule nikiwa hapo. Nimefanya wakati wangu wa kuoa, nimeoa nikiwa katika hilo shamba, na nimezaa watoto, nina wajukuu na wote wamezaliwa katika hilo shamba. Kwa hivyo swali langu ni kwamba jaji aliyehukumu hiki kesi, Justice Ong'ondo, kweli jaji ulizingatia maadili kabisa ya Mkuria na sheria na katiba ambayo inaongoza Kenya? Maana ulikuwa umejulishwa kwamba hii ardhi tulimekaa kule kwa hiyo miaka yote, na ilikuwa imetatuliwa na wazee wa nyumbani wa family clan elders, wote walitatua hiyo mzozo. Wakati ilikuwa mzozo walikuja wakatatua. Hata kuna wakati chifu mwenyewe wa area alikuja akaingilia na akatatua, mambo yakakwisha. Kwa hivyo katika ushahidi ulionyeshwa vizuri na mashahidi ambao ni wa nyumbani walikueleza vizuri. Lakini licha na hayo yote, sijui kama ulizingatia kabisa sheria na katiba na sheria inayoongoza mambo ya mashamba. Naona kama mimi nimeshughulika sana, nimehangaishwa sana na hii mambo, na ninapofanya udhabiti inavyoonekana ni kwamba shida yangu na hii familia na ndugu yangu ni kwamba influence kubwa ilikuwa inatoka kwa mtoto wa ndugu yangu ambaye anaitwa Daniel Wesiku Wambura, ambaye kwa sababu ya influence yake alikuwa serikalini katika ofisi ya makamu wa rais wakati huo, na alijaribu sana kuinfluence, na kwa sababu hiyo hata kuja kubomolewa ni kwamba yeye alikuwa na influence, maana alikuwa na sauti, maana alikuwa anaamuru. Hata wale ambao walikuja kubomoa walisema pia kwamba walikuwa wameagizwa kwa sababu ya ile influence ya ukubwa yake, position yake alivyokuwa serikalini. Kwa hivyo yeye alikuwa na influence. Kwa hivyo masaibu yangu makubwa ni kwamba ni yeye Daniel Wesiku Wambura alikuwa ana influence mambo hayo yote. Sasa huyu mtoto wangu
mtoto wa ndugu yangu huyu Daniel Wesuku Wambura, inajulikana kwamba walikuwa wakisoma pamoja na Justice Ong'ondo ambaye alikuwa anahusika na hii kesi. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba yeye walikuwa personally wanaelewana vizuri, na kwa sababu ya hiyo alimwendea kama rafiki yake. Ninaitwa Agnes Matiko. Bado siamini jinsi boma langu lilivyobomolewa. Nikikumbuka ubomozi huu, afya yangu imezorota, imeharibika tangu wakati huo hadi wakati huu. Ninatembea nikiwa nimejikunja. Sina amani. Nimeolewa katika boma hilo nikiwa bado msichana. Maishani mwangu yote nimeishi hapo. Nimezaa watoto hapo, nimezaa wajukuu hapo. Pale ndipo nilijua kama nyumbani, ulimwengu wangu. Serra abana bane konanyora bachukuru konaibora esereyo yaruhusuru kweri kuriko abantu bakabara nanyuri bakora amangana gabi ikaga tumenyekeha. Daniel, ninashangaa sana nawe mwanangu. Nimekulea kama mtoto wangu. Mbona ukanifanyia hivi? Mimi nilikuwa nakulisha ukiwa mdogo. Kweli nogakarehera konkora mangana ganga higo ndenge kama nyakweni se nyake waruche kana. Ukweli nilisikitika sana wakati nilibomolewa. Siku ya kubomolewa sikujihisi. Sasa sikuamini macho yangu nilipoona nyumba zangu zote ambazo nilikuwa nimejenga. Nimetumia rasilimali yangu yote wakati nimekuwa mwalimu. Kwa miaka yote nimekuwa mwalimu, na hii pesa yote nilipata nilikuwa nimejenga nyumba nikidhani kwamba zitanisaidia niishi pale pamoja na watoto na wajukuu wangu, na zote zikabomolewa. Na wakati nilipo kabisa angalia jinsi nyumba zangu zote 7 zimebomolewa kabisa, hata sikuamini. Mimi nilizirai, hata sikujua niko wapi. Mimi ombi langu ama oni langu kwa serikali ni kwamba, je, nitawezaje kupata haki yangu? Maana nilichotendewa sioni kama ni haki mbele yangu, hata mbele ya macho ya kibinadamu. Serikali yetu ambayo inaongozwa na sheria na katiba, kwamba nitendewe haki. Mimi ni mzee Pius Burure Muhere. Ninaishi Gitung'anya. Ninalia kwamba nimedhulumiwa. Mji wangu umebomolewa na court order ya Judge George Ong'ondo, na kesi kilikuwa kinaendelea, bado kilikuwa kinaendelea. Kabla hakijaisha, basi polisi na wakubwa wote walikuja wakapomoa bila notice. Sikupewa notice ya kupomolewa, na ninalia kwa nimebaki nimekuwa IDP, internal displaced person katika nchi yetu, nchi yangu. Sina mahali ya kwenda, sina mahali ya kukaa. Nimekuwa landless, homeless, na kila kitu kilipomolewa, kila kitu, madocument yangu yote, mali yangu ikapomolewa. Nikaambiwa nikimbia kwenda mbinguni. Mimi nilisaliwa kwa hiyo shamba, Masaba Bugumbe 312. Masaba Bugumbe 312 ndio nilisaliwa. Nilisoma hapo, nikasoma hapo, nikaenda secondary hapo, nikaenda college nikiwa kwa hiyo shamba, nikafanya kazi kwa miaka 30.
nilifanya kazi kwa miaka 30 mpaka nilioa nikiwa kwa hiyo shamba. Mtoto wa ndugu yangu ambapo ndio mlalamikaji alisema ati baba yao alizaliwa yeye mwenyewe, na sisi tulizaliwa watoto 4 na baba yetu na mama yetu, hata sura tunafanana. Biology yao ya baba yao iliandikwa ikatanganya kwamba ati baba yao alizaliwa mwenyewe, ati sisi tulizaliwa sehemu ingine, mahali ingine. Mtoto wake wa mwisho ndio amekuja kutuhamisha kwamba sisi hatuna uhusiano na baba yao, akatanganya koti na mnayo alitanganya, na sisi tunafanana. Biology ikija tunaonekana kama ni twins. Sisi ni mapacha, tunaonekana kama twins kuthibitisha. Kwa hivyo naona ninalia, nisaidie, serikali nisaidie, haki ya binadamu inisaidie. Wakati mji ulipomolewa, mimi miaka 30 ambao nilikuwa nimefanya kazi kama mwalimu mkuu, pension ile pesa yote, lump sum of money, lump sum ambao ilikuja, nilijengea nyumba 4, moja ikiwa ya milioni 5 permanent, ilikuwa na room 15, milioni 5 ikapomolewa, na zingine za watoto wangu zikapomolewa.